Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Wakati dunia inaendelea kuzunguka katika misukosuko ya kisiasa na kiusalama, hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa vya dunia World War III inaendelea kuongezeka, huku migogoro mikuu ikizidi kuhusisha mataifa yenye nguvu kubwa za kijeshi na silaha za nyuklia. Mvutano unaoendelea kati ya Marekani na washirika wake kwa upande mmoja na Urusi, China pamoja na Iran kwa upande mwingine unaelezwa na wachambuzi wa masuala ya usalama kuwa ni hatari zaidi kuliko kipindi chochote katika miongo ya hivi karibuni. Kwa sasa dunia inashuhudia migogoro mikuu katika maeneo tofauti kwa wakati mmoja, maeneo hayo yakiwemo Mashariki ya Ulaya, Mashariki ya Kati na Asia Mashariki, hali inayoongeza uwezekano wa mgongano mpana wa kijeshi endapo diplomasia itashindwa kudhibiti hali hiyo. Katika muktadha huu, wataalamu wa usalama wa kimataifa wanasema hatari ya vita vikubwa haitokani na tukio moja, bali inajengwa taratibu kupitia vitisho, mazoezi ya kijeshi na hatua za kulipiza kisasi kati ya mataifa yenye nguvu. Ripoti kadhaa za kimataifa zimeonyesha kuwa matumizi ya lugha za vitisho vya nyuklia sasa yamekuwa ya kawaida zaidi katika siasa za dunia, jambo ambalo halikuwa la kawaida miaka michache iliyopita. Hii ni ishara kuwa mipaka ya tahadhari imeanza kusogezwa na dunia inaingia katika eneo la hatari lisilotabirika. Hofu hizi zimechangiwa zaidi na kuendelea kwa vita kati ya Urusi na Ukraine, ambapo mataifa ya magharibi yameendelea kupeleka silaha nzito, huku Urusi ikionya kuwa hatua hizo zitaifanya NATO kuwa sehemu ya moja kwa moja ya vita hiyo. Wakati huo huo, Mashariki ya Kati inaendelea kuwa kitovu cha taharuki, hasa baada ya mvutano unaohusisha Israeli, Gaza na Iran, ambapo kauli kali kutoka pande mbalimbali zimeongeza wasiwasi kwamba mgogoro wa eneo moja unaweza kubadilika haraka na kuwa vita vya kimataifa. Asia ya Mashariki nayo haijasalia nyuma, huku mvutano kati ya China na Taiwan ukiendelea kuongezeka na Marekani pamoja na washiriki wake wakiongeza uwepo wa kijeshi katika eneo hilo. Hali hii imefanya wachambuzi kuonya kuwa dunia kwa sasa inakabiliwa na migogoro mitatu mikuu inayoweza kuwaka kwa wakati mmoja. Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya nyuklia, tofauti na vita vya zamani, vita vya kisasa vinaweza kuleta athari kubwa ndani ya muda mfupi, zikijumuisha kusimama kwa uchumi wa dunia, kuvurugika kwa mifumo ya mawasiliano na kupotea kwa maisha ya mamilioni ya watu. Hata hivyo, wataalamu hao wanasisitiza kuwa hofu ya vita ya tatu ya dunia haimaanishi kuwa vita vimeanza, bali ni tahadhari kwa viongozi wa dunia kuchukua diplomasia badala ya makabiliano ya kijeshi. Kwa sasa dunia inaendelea kushuhudia mivutano inayojengwa taratibu, huku macho ya jumuiya ya kimataifa yakielekezwa kwa maamuzi ya viongozi wakuu, maamuzi ambayo yataweza kuamua kama dunia itaingia katika kipindi cha amani au katika mgogoro mkubwa zaidi wa kijeshi kuwahi kushuhudiwa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.